Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David ni Kaale, ni mwalimu wa neno la Mungu. Nichukue nafasi ya kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha maombi, na siku ya leo tutapata nafasi ya kwenda kufanya maombi ya kufungua malango ya uchumi. Maombi ya kufungua malango ya uchumi. Na kabla sijakuletea kipindi chetu, nataka tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya maombi ya kufungua kipindi chetu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakuja tena mbele zako, tunakutukuza milele yote kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante kwa kutupa fursa na kibali cha kuiona siku ya leo. Lihimidiwe jina lako Bwana kwa mabwana na mfalme wa falme. Asante kwa sababu ya upendo wako na fursa ya maisha na uhai uliotupa, na yule anayenisikiza na kunifuatilia mahali. Mungu Mwenyezi, nasimama kwenye madhabahu yako sasa nikiwa nimebeba damu ya kiagano, nikiomba hiyo damu ya Yesu Kristo ilebeba uhai wa Mungu, hiyo damu ikapate kumiminika tena juu ya maisha ya kwetu. Tunaomba upako wako na roho ya neema na kibali cha kufunguliwa malango kikapate kuwa juu yetu. Fungua kila milango iliyokuwa imefungwa, na kila mmoja anayenisikiliza, Bwana, siku ya leo tunapoenda kufanya maombi haya, malango yake ya uchumi yaliyokuwa yamefunga na kukaza kabisa, wewe Mungu ukayafungue katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa utukufu, Baba wa milele, tunakuja mbele zako sasa. Tunaomba wewe Bwana mtakatifu ukafungue malango hayo. Upako wa maombi ukapate kwa juu yetu. Achilia upako wa kufungua malango yaliyokuwa yamefungwa katika damu ya Yesu na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Mungu wetu na Baba yetu milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tutafanya maombi ya kufungua malango ya adui, na andiko letu la msingi ambalo tutapata nafasi ya kulisimamia ni kitabu kile cha Isaya, ule mlango wa 60 mstari ule wa 11 na mstari ule wa 12. Biblia inasema, malango yako yatakuwa wazi daima, malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Anasema na malango yako yatakuwa wazi, na malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Nataka uone hiyo neno, malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Kwa hiyo kama haya malango anasema yatakuwa wazi, maana yake yanaweza pia kuwa yamefungwa. Ndio maana anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana na usiku. Kwa hiyo kama yanaweza kuwa wazi, basi yanaweza kufungwa. Na haya malango tunayoyaona hapa yanapitisha kitu. Kila lango linapitisha kitu, kwamba anasema malango yako nayo hayatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana la usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Unaona kwamba hayo malango yakiwa wazi, watu wanapitisha utajiri. Kwa hiyo haya ni malango ambayo yanapitisha vitu vya kiuchumi. Kwa hiyo sasa, kama yakifungwa, kuna fursa za kiuchumi hautaweza kuziona. Kuna watu hawajapata fursa za kiuchumi, kuna watu hawajapata fursa za kazi, wengine hawajaajiriwa, wengine hawajafanikiwa katika miradi wanayoifanyia. Ni kwa sababu gani? Milango yao ya uchumi imefungwa. Milango ya uchumi ikifungwa, mpendwa mtu wa Mungu, maisha ya kiuchumi yanakuwa magumu. Kuna hali ngumu nyingine ya maisha ya kiuchumi imesababishwa na malango kufungwa. Kwa sababu Mungu akikufungulia milango ya kiuchumi, maisha yako ya kiuchumi hayawezi kuwa kama yalivyo. Kuna mpenyo fulani tu wa kiuchumi utaupata, lakini kama huo mpenyo wa kiuchumi hauuoni kwenye maisha yako, uwe na uhakika kwamba hii milango imefungwa. Kama huoni fursa za kiuchumi, kama ukutani na watu watakao kupata fursa za kiuchumi, uwe na uhakika milango yako ya uchumi imefungwa. Kwa hiyo haya ni malango ambayo yanapitisha utajiri. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa, lazima utambue kwamba utajiri una malango yake ambayo unapenya, unapita. Kwa hiyo sasa, kama wewe utaomba Mungu afungue malango, ule utajiri. Kwa mfano, kuna utajiri ambao Mungu kila familia iliyoko hapa duniani, kuna utajiri ambao Mungu amekusudia hiyo familia uishi. Kwa hiyo kuna malango ya utajiri ya familia, kuna malango ya utajiri ya kabila, kuna malango ya utajiri ya taifa. Kwa hiyo taifa linakuwa lina malango ambayo yakifunguliwa, utajiri unaingia ndani ya hilo taifa. Kuna malango yakifunguliwa, utajiri unaingia kwenye huo ukoo. Kuna malango ya familia yakifunguliwa, utajiri unaingia kwenye hiyo familia. Kwa hiyo haya ni malango, kazi yake ni kupitisha vitu vya kiuchumi. Tunapozungumzia malango, maana yake ni nini? Malango ni eneo lililoko katika ulimwengu wa roho ambalo
linapitisha vitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili. Malango ni eneo lililopo katika ulimwengu wa roho linalotumika kupitisha vitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo tunapozungumzia malango, tunazungumzia eneo lililopo kwenye ulimwengu wa roho. Kuna malango ya kimwili, lakini mimi hapa malango ninayozungumzia hapa ni malango ya kiroho, kwamba haya malango ya kiroho kazi yake mojawapo ni kupitisha utajiri. Hasa hili lango la Isaya 60:11, hili lango ni lango la kupitisha utajiri kwenye maisha ya mtu, kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye kabila na kwenye taifa. Kwa hiyo ni malango haya yanapitisha kitu cha kiutajiri. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa, lazima tuombee haya malango yafunguke, kwa sababu adui shetani huwa pia anawekaga zuio kwenye haya malango, anakaaga kwenye haya malango kuzuia baraka za watu zisiweze kuwafikia. Lakini tafsiri ya pili, malango maana yake ni fursa. Tunapozungumzia malango yako naye yatakuwa wazi, maanake Mungu anakupa fursa ya wewe kufanikiwa, fursa ya kifedha, fursa ya kikazi, fursa ya kibiashara. Maanake unafanya biashara na unaona faida. Ulikuwa una elimu nzuri, Mungu anakupa ajira, unaenda kufanya interview, unapata ajira. Hayo ni malango ya uchumi, maanake yale malango yanapitisha kitu cha kiuchumi. Una biashara zako au wewe una miradi yako, kama ni miradi ya kuku, ni miradi ya ng'ombe, ni miradi ya mbuzi, ni miradi ya kondoo, miradi ya nguruwe. Maanake hiyo miradi Mungu anaifanikisha. Unapata fursa kupitia miradi ya nguruwe, labda unafanikiwa, miradi ya kuku unafanikiwa, miradi ya kondoo unafanikiwa, miradi ya fedha, miradi ya matunda, kuuza mboga na matunda unafanikiwa. Maanake Mungu anaweza kutumia malango kupitisha vitu vya kiuchumi kuja kwenye maisha ya kwako. Mungu anaweza kukupa fursa ya biashara fulani ili wewe utoke kimaisha. Kwa hiyo malango ya uchumi yakifunga, hakuna fursa yoyote ya kiuchumi utaiona, hakuna mpenyo wowote wa kiuchumi utauona. Na leo nataka tukapate nafasi ya kuomba Mungu afungue kila malango yaliyokuwa yamefungwa kwenye maisha ya kwako. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Tutaenda mbele za Mungu kwa toba, kwamba Mungu atilie rehema zake. Kama kuna mahali ambapo tulitumika, kama kuna mahali ambapo adui shetani alitumia huo mlango kuhakikisha anaingiza roho za umaskini kwenye maisha ya kwetu, nataka nikwambie Mungu ana uwezo wa kufanya jambo kwenye maisha ya kwetu. Mungu anaweza kuvunja roho ya kishetani ambayo inakuzuia wewe ushindwe kufanikiwa. Kwa hiyo tutaenda mbele za Mungu kwa toba kwa dakika kadhaa, alafu baada ya hapo sasa tutapata nafasi ya kwenda kuombea malango ya uchumi yafunguke. Lakini nichukue fursa hii ya kuongea na wewe unayenisikiliza na kunifuatilia. Kama haujaokoka, kama haujampa Yesu maisha yako, hebu leo hii hakikisha unampa Yesu maisha yako. Utarudia sala hii kwa sababu ni vema ukawa upande wa Mungu. Sababu tunapoenda kufanya Mungu afungue malango ya uchumi, kama wewe hauko upande wa Mungu, manake adui atakuzuia. Lakini ukiwa upande wa Mungu, Mungu atakutetea. Kwa hiyo ni vema, kama hujaokoka, mpe Yesu maisha yako. Okoka, mpe Yesu maisha yako. Rudia sala hii. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekuja mbele zako leo hii, nimekukiri kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na tangu sasa nimemkataa shetani na mambo yake yote. Nimekufuata wewe Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unifanye Bwana kutembea katika mapenzi yako siku zote za maisha ya kwangu. Na damu yako takatifu iliyomwagika pale msalabani ikanikomboe kutoka kwenye ufalme wa giza na kuniingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Asante Mungu kwa kunikomboa, asante Mungu kwa kuniweka huru, na tangu sasa mimi na nyumba yangu nimekufuata wewe siku zote za maisha yangu. Amen. Basi kwa sala hiyo umekwisha kuokoka, usirudi nyuma. Na kama umeokoka, kuna namba utaziona kwenye screen yetu, zile namba za simu. Utatumia hizo namba kututumia message na kutuambia kwamba umeokoka, na tutaendelea kukufuatilia na tutaendelea kuomba pamoja na wewe. Na wale wengine wote ambao tayari sasa wako ndani ya Kristo Yesu, nataka tupate nafasi sasa, tuungane kwa pamoja, twende mbele za Mungu tukaombe Mungu afungue hili lango la kiuchumi.
Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninaomba toba kwa ajili yangu, naomba toba kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza na kunifuatilia mahali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mungu mrehemu, Mungu msamehe, Mungu mtakase kwa damu ya Yesu. Ninasimama madhabahuni pako nikiomba toba kwa ajili yangu na kwa ajili yake. E Bwana, ninatubu juu ya milango yote ya fursa iliyokuwa imefungwa kwenye maisha ya kwake, milango ya kazi iliyokuwa imefungwa. Bwana, tunaomba ukaifungue. Milango ya ajira iliyokuwa imefungwa, Mungu ukaifungue. Milango ya promotion kazini iliyokuwa imefungwa, Mungu ukaifungue. Baba, nimesimama mbele zako sasa nikiomba toba juu ya hayo malango yaliyokuwa yamefungwa, malango ya kibiashara yaliyofungwa, malango ya wateja yaliyokuwa yamefungwa, malango ya kiuchumi yaliyokuwa yamefungwa. Bwana, wewe urehemu na kusamehe. Bwana, wewe utakase na kusafisha. Bwana, wewe uoshe na kuondoa makosa. Nimesimama kwenye madhabahu yako Mungu Mwenyezi, nikiwa nimebeba damu ya kiagano, nikiwa nimebeba damu ya Yesu. Ninaanguka madhabahuni pako Bwana, ninaanguka madhabahuni pako Mfalme. Ninatubu na kuomba rehema kwako Mungu wa mbinguni, nikiomba toba. E Bwana, jambo lolote ambalo Mungu amelifanya likafungua mlango, e Mungu Mwenyezi, likaingiza roho ya shetani, likaingiza roho ya uharibifu, likaingiza roho ya kichawi, likaingiza roho ya kiganga, Mungu, ninasimama kwenye madhabahu yako nikiwa nimeibeba damu ya Yesu Kristo, nikiwa nimeibeba damu ya mwana kondoo, nikiwa nimeibeba damu ya Yesu Kristo. Ninaomba toba na kuomba rehema kwako Mungu wa mbinguni. Ninaomba toba na kuomba rehema kwako Bwana wa mabwana. Ninaomba toba na kuomba rehema kwako Mungu ketie mahali pasiri palipoinuka, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe Mungu rehemu, wewe Mungu usamehe, wewe Mungu utakase. Bwana, ninamuombea mtoto wako na msikilizaji anayenisikiliza. Yamkini Mungu ulimpa fursa za kiuchumi akazichezea. Yamkini e Bwana alifanya makosa alipofunguliwa milango ya kifedha. Baba, akatumia zile fedha akazichezea vibaya. Mungu, ninaomba ukaachilie rehema zako. Baba, ninaomba ukamrehemu. Baba, ninaomba ukamsamehe. Baba, ninaomba ukamtakase. Baba, ninaomba ukamsafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Achilia utakaso juu yake, achilia utakaso juu ya maisha yake, achilia utakaso juu ya watoto wake, achilia utakaso juu ya mume wake, achilia utakaso juu ya familia yake, achilia utakaso juu ya huyo binti, achilia utakaso juu ya huyo kijana. Wewe ni Mungu wa utakaso, wewe ni Bwana wa utakaso, wewe ni mfalme wa utakaso, Mungu unayetakasa na kusafisha. Wewe Bwana ukatakase, wewe Mungu ukatakase. Takasa Bwana kwa neema yako, takasa Bwana kwa rehema zako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, urehemu we Bwana uovu wote waliofanya, ukasababisha milango ya uchumi kufunga na milango ya fursa kufunga. Mungu, nimesimama kwenye madhabahu yako katika jina la Yesu Kristo, nikiomba uachilie rehema, nikiomba uachilie masamaha, nikiomba uachilie rehema, nikiomba uachilie masamaha. Ninaomba toba mbele zako, ninaomba rehema mbele zako, ninaomba masamaha mbele zako. Bwana, wewe urehemu, Bwana wewe usamehe, Bwana wewe utakase. E Mungu, turehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu Bwana, uyafute makosa ya msikilizaji, kwa kuwa tumekutenda dhambi daima na tumefanya maovu mbele ya macho yako. Ujulikane kwamba wewe una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Bwana, tunaomba toba. Bwana, tunaomba rehema. Bwana, tunaomba toba. Bwana, tunaomba rehema. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu kumbuka masamaha. Karabasala vazovya mazamba babababababashkavezoya maseta vezonda kimoda babadia nderebosora vezovya rali vizando babadia nderebosovya mazamba bababababashka. E Mungu uirehemu. E Mungu, achilia rehema zako sawasawa na fadhili zako. Achilia rehema juu huyo baba sawasawa na fadhili zako. Achilia rehema juu huyo mama sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. E Bwana, uyafute makosa ya watoto wako Bwana, waoshe kabisa na uovu wao, watakase na dhambi zao. E Bwana, maana wewe umejua makosa yao na dhambi yako hii mbele yao daima. Wamekutenda dhambi wewe peke yako Bwana, na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kwamba una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama e Bwana, yamkini mama yao na baba yao waliwachukua mimba hatiani, na wao waliumbwa katika hali ya uovu. Wewe Mungu urehemu. Yamkini kuna uharibifu ulifanyika e Mungu tangu kuzaliwa kwao, na malango yao ya uchumi yakafungwa. Baba, ninasimama mbele zako sasa nikitubu na kuomba rehema, nikitubu na kuomba masamaha, nikitubu na kuomba rehema, nikitubu na kuomba masamaha. Katikati ya ghadhabu kumbuka toba, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu kumbuka masamaha. Wewe ni Mungu wa neema, wewe ni Mungu wa masamaha, wewe ni Mungu wa neema, wewe ni Mungu wa masamaha. Wewe ni Mungu unayesamehe, wewe ni Mungu unayetakasa, wewe ni Mungu unayeosha, wewe ni Mungu unayeondoa uharibifu, wewe ni Mungu unayeondoa makosa. Nimetubu na kuomba rehema, nimetubu na kuomba masamaha
kanta babadia nderebo solo vezovia, zamba bababababashka vezoya, kara lavazanda rabakorobo solo vezovia, masata kanda rabakiria sira, rili vizanda rabakiba babashoko za vezonda, zambi bibibibibibibishka vezoya, zamba bababababa yanderebo solo vezovia, rali vezando kibabashoko za vizunda kimoda, zamba bababababa yanda rabakorobo solo vezovia, rapa kosete vezonda babadia nderebo sovia, masata kavazanda rabakiba babababashoko za vizonda, kara lavazanda rabasili vizovia, zamba bababababa yanda rabakorobo solo vezovia, rapa kaseta vazonda babakanda rabosilvia, maska vezandu kibabashoko za vizunda, rali vizando babakanda rabosili vizovia, yantwa babadiande rabosolo vezovia, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Mungu wa utukufu wewe upenye na nguvu zako. Mungu wa utukufu wewe upite na nguvu zako. Rehema ni za kwako Mungu wetu. Rehema ni za kwako mfalme wetu. Rehema ni za kwako Bwana wetu. Rehema ni za kwako mfalme wetu. Baba, ninaachilia damu ya Yesu Kristo. Nimeomba rehema kwako Mungu wa mbinguni. Uwarehemu na kuwasamehe Bwana. Mahali popote ambapo wamefanya makosa, wakafungua mlango wa adui shetani kusababisha malango yao ya uchumi kufunga. Mungu, nimeomba toba. Yamkini walitumia hizo fedha zao vibaya, Bwana. Hawakuzitumia kujenga ufalme wako, bali wamezitumia kuharibu ufalme wako. Mungu, ninaomba toba kwao. Mungu, ninaomba rehema kwao. Mungu, ninaomba masamaha kwao, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe urehemu na kusamehe, wewe urehemu na kutakasa, wewe urehemu na kuosha, wewe urehemu na kuondoa makosa, wewe urehemu na kuondoa dhambi. Masile vazunda kababadoza zambi bibibibibibibishka vezoya rala vazanda rabakorobo solo vezovia masata kavazonda kibabashoko za vizonda. Wewe ni Mungu wa neema kubwa, wewe ni Mungu wa rehema kubwa, wewe ni Mungu wa masamaha. Urehemu na kusamehe Bwana, urehemu na kutakasa Bwana, urehemu na kusamehe Bwana, urehemu na kutakasa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Karabasanda rabasolo vezovia zamba baba yanda rabasolo vezovia rali vizanda rabakorobo solo vezovia, katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Mungu mwaminifu, ninasimama madhabahuni nikiwa nimebeba damu ya kiagano. Sasa inaingia kwenye ulimwengu wa roho, sasa inapeleka damu ya Yesu kwenye hayo malango yaliyokuwa yamefungwa, kwa jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaachilia damu ya Yesu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Malango yote yaliyokuwa yamefungwa ninaamuru yafunguliwe. Nguvu za giza zilizokuwa zimefunga malango yako ya kiuchumi, nguvu za giza zilizokuwa zimefunga malango yako ya fursa, kwa jina la Yesu achilia malango ya fursa, kwa jina la Yesu achilia malango ya kiuchumi. Na vunja na kusambaratisha hayo maroho yaliyokuwa yamekamata malango ya fursa na kiuchumi, ili usifanikiwe kiuchumi, usifanikiwe kimaisha. Na sambaratisha hayo malango, na sambaratisha hayo malango ya kipepo yaliyokuwa yameinuliwa kinyume na wewe. Hayo maroho ya kipepo yaliyokuwa yameinuliwa kwenye malango yako, haya yanasambaratishwa, yanasambaratishwa, yanaharibiwa kwa jina la Yesu Kristo, yanaharibiwa kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Naangusha kuanzia sasa hayo maroho, na yaharibu hayo maroho ya kishetani, na yaharibu hayo maroho ya kichawi, na yaharibu hayo maroho ya kiganga. Na vunja na kusambaratisha, tia raka, achia kila ulichokuwa umekamata kwenye hayo malango, na fungua hayo malango kwa jina la Yesu Kristo. Na hayo malango yakikataa kufunguka, na amuru malaika wa Bwana, vunja hilo lango kabisa, huyu mtu apate mpenyo wa kiuchumi. Natangaza kuanzia sasa sawa na kitabu cha Isaya 45, maana ulisema utakwenda mbele yetu kuvunja malango ya chuma na shaba. Naamrisha kila milango ya chuma na shaba iliyokuwa imefungwa kwenye maisha yako. Adui alikuwa amekuwekea malango ya chuma na shaba yasifunguke kiuchumi. Nafungua uchumi wako kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Naamrisha malango yako ya uchumi yafunguke kwa damu ya Yesu Kristo. Funguka kwa jina la Yesu Kristo, funguka. Tunavunja nguvu za giza haraka zilizokuwa zimesimama kwenye malango ya uchumi, zilizokuwa zimekaa kwenye fursa, ambazo zinakuzuia usifanikiwe, ambazo zinakuzuia usipate kazi, ambazo zinakuzuia usiajiriwe. Ninavunja hayo maroho yaliyokushikilia. Kila interview unafanya upate mpenyo, ninayavunja kwa mamlaka ya jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Masata kavazonda babadiande rabasolo vezovia rapa korosolo vezanda rabakiki riasira rili vizanda babadiande rabasolo vezovia masata kavazonda babadiande rabasolo vezovia makakakaka zovezonda babadia manda rabakiki riasanda rabasolo vezovia rapa korosolo vezanda rabakiki riamasanta babadia masata vazonda kibababababazovia yanto babadiande rabasolo vezovia rapiki papipa zamba bababababashka yanto babadiande rabasolo vezovia karabasanda rabakiki
sira ralevezando kibabashoko za vizonda maseta vezonda kimoda ralevikapasovya mazamba bababababababashka. Na vunja maroho yaliyokuwa amekamata malango ya uchumi, na amrisha malango yako yafunguliwe. Huyu aliyekuwa amefunga mlango wako wa kiuchumi achie. Huyu aliyekuwa amefunga mlango wako wa ajira achie. Huyu aliyekuwa amefunga mlango wako wa kibiashara achie. Kwa jina la Yesu naamuru malango ya fursa za kibiashara, hayo malango yakabari kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Mezove zonda babadia mezove zonda bababababaska yantwa babadia nderebo solo vezovya. Na amrisha kwa jina la Yesu Kristo hayo malango ya kifursa, hayo malango ya kibiashara yaliyokuwa yamefungwa, kwa jina la Yesu funguka kuanzia sasa katika jina la Yesu, kwa ajili ya watoto wa Mungu. Hayo malango na yaamuru sasa yafunguke. Inueni vichwa vyenu enyi malango ya biashara, mfalme wa utukufu apate kuingia. Inueni vichwa enyi malango ya biashara, inueni vichwa vyenu sasa kwa ajili ya huyu mfanyabiashara. Enyi malango ya biashara kwenye mikoa yote ya Tanzania, mahali popote unapofanya biashara Tanzania na nje ya Tanzania, ninasemesha malango ya Tanzania, ninasemesha malango ya huko unakofanyia biashara yakainuke sasa, yakainuke haya malango, biashara yako ikapate kibali, biashara yako ikapate wateja kwa jina la Yesu Kristo. Rebevezando kibaba soko maseta vazonda kimonda maseta vazonda bababababaska ralivizando babakanda rabosovia moska vezonda babadiande rabosolo vezovia masuta vazunda kibaboshka peroza relivizando kibababababababaska yasata kavazanda vazanda mama yande rebosolo vezovia mazamba bababababashka vezoya rapakosota para la savia mazando robokorobosira relivizando kibabashoku za vezonda kimoda relivizando kibababababaska vezonda kibababayanda moseta vazanda babadiande rebosolo vezovia moseta vazanda babababababaska vezoya moska perela savia mazamba babababayanda rebosolo vezovia ralivizanda babakanda rabosolo vezovia moseta vazanda babababababoshka moseta vazonda kimamamamoza moseta vazonda kibabushka moseta vazonda kibaralazovia rapi kipapipa zamba bababababayanda rabosolo vezovia rapa koseta vazonda kabababayanda maseta vazonda kimonda babadiande rebosolo vezovia maseta vazonda kibabababoshka vezoya morka pararasavia mazamba bababababahande rebosolo vezovia ralivizando kibabashoku za vizonda masata kavazonda babaliande rebosolo vezovia rapa koseta vazonda kibabashoku vizonda. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, na amrisha kuanzia sasa katika jina la Yesu malango yote yaliyokuwa yamefungwa ya fursa, malango ya biashara yaliyokuwa yamefungwa, malango ya fedha yaliyokuwa yamefungwa, na amrisha hayo malango yakafunguke na ukaanze kupokea utajiri. Na amrisha hayo malango yakafunguke na huo utajiri ukaachiliwe. Malango yako ya biashara yakafunguke na Mungu akakufanya kuwa tajiri. Malango yako ya ajira yafunguke na Mungu akakufanya kuwa tajiri. Huo utajiri ukakujirie sawa sana. Isaya 60:11 umesema na malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana au usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Na amrisha malango yafunguke sasa na watu wakakuletea utajiri wa mataifa. Kata parasavia zamba bababababaska. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, watu wakakuletea utajiri wa mataifa. Maseta vezonda kibabashoko za vezonda. Ikiwa wewe ni mtu ambaye una bidhaa zako mbalimbali unauza, Mungu akakuletea utajiri wa mataifa. Ikiwa wewe ni una maprojekti yako unafanya, Mungu akakuletea utajiri wa mataifa. Kateda zovia mazamba babababababashka vezoya rerevezando babakanda rabokorobosia. Ninaamrisha malango ya uchumi yaliyokuwa yamefungwa yakafunguke sasa katika jina la Yesu, yakafunguke sasa katika damu ya Yesu. Ninavunja maroho yaliyokuwa yamekamata malango ya uchumi. Ninaamrisha malango yako ya uchumi yafunguke. Ninaamuru hilo lango la uchumi lifunguke. Ninaamuru hilo lango la fursa lifunguke. Kuanzia sasa ukaone fursa za kiuchumi. Kuanzia sasa ukafanikiwe kiuchumi kwa jina la Yesu Kristo. Hicho kinachokuzuia usifanikiwe kiuchumi, nguvu za giza ambazo zimesimama kwenye malango ya uchumi, zinapigwa radi na kuangushwa chini. Tunatupa umeme kutoka mbinguni haraka, tunazishambulia kwa kasi isiyo ya kawaida. Sawa sawa na Isaya 40 sawa sana na Zaburi ya 44 ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema ulitupa umeme ukawatawanya. Ninatupa umeme wa Mungu sasa na watawanya maadui wote waliokuwa wamesimama kwenye malango ya kwako ya biashara, waliokuwa wamesimama kwenye malango ya uchumi, waliokuwa wamesimama kwenye malango yako ya fursa. Ninatupa umeme, ninawatawanya. Ninang'oa mishale mikubwa kutoka mbinguni, ninashindilia mishale. Ninatupa mishale kuanzia sasa na wafadhaisha waliokuwa wamesimama kwenye malango yako. Wanapigwa kwa mishale, wanapigwa kwa mawe makubwa kutoka mbinguni. Sasa na Yoshua 10:11 neno la Bwana linasema kwamba Bwana akadondosha mawe makubwa
mvua kutoka mbinguni ya barafu, akawaua wale maadui wa Israeli. Relezanda baba zovezonda raseta kavazonda baba diandere bosola bezovya. Malaika wa Bwana, ng'oa mawe makubwa haraka, ponda vichwa vya watesi waliokaa kwenye malango ya uchumi. Piga yoyote aliyekamata uchumi wa huyo dada, piga huyo aliyesimama kwenye uchumi wake haraka, piga aliyekamata uchumi wake, shambulia haraka, buruza buruza buruza, angusha chini, shambulia 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 shambulia. Moto wa Roho Mtakatifu unapita katika ulimwengu wa roho. Yoyote aliyesimama mbele yako sasa anaangushwa, maana neno la Mungu linasema kwamba hapata kuwa na mtu atakayesimama mbele yako. Nami natangaza aliyesimama mbele yako kiuchumi anasambaratishwa kwa jina la Yesu, anang'olewa na kuangushwa chini, anavunjwa vunjwa kwa jina la Yesu, anasambaratishwa na utawala wake. Huyo adui ya kuzimu, huyo adui shetani aliyesimama mbele yako kiuchumi, leo anaangushwa katika jina la Yesu, leo anaangushwa katika damu ya Yesu, leo anaangushwa katika jina la Yesu, leo anaangushwa katika damu ya Yesu. Zamba baba shikavezoya rapakoseta vezonda babalia ndere bosolo vezovya. Aliyesimama mbele yako kazini, huyo aliyesimama mbele yako kazini, ninavunja maroho yaliyesimama mbele yako kazini. Hayo maroho ya upinzani kazini unakutana nayo, yanayotaka kukutoa kwenye mfumo wa kazi, yanayotaka kukutoa kwenye mfumo wa ajira, na yakamata na yafunga kwa minyororo na pingu na angusha chini. Natangaza utafukuzwa kwenye hiyo ofisi. Natangaza kuanzia sasa katika jina la Yesu, yoyote aliyesimama mbele yako angushwe, yoyote aliyesimama mbele yako abomolewe, yoyote aliyesimama mbele yako apigwe kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Maana neno la Mungu linasema hapata kuwa na mtu atakayesimama mbele yake. Kama Bwana alivyokuwa pamoja na Musa na Joshua, atakuwa pamoja na wewe. Na mimi natangaza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, yule Mungu aliyekuwa pamoja na Musa na Joshua akawatangulia mbele yake, akakutangulia kazini kwako, na huo upinzani unaokutana nao kazini, hayo mashambulizi ya kipepo unaokutana nao kazini, yanasambaratika kwa jina la Yesu, yanaharibiwa kwa jina la Yesu, yanasambaratika kwa jina la Yesu, yanaharibiwa kwa jina la Yesu. Zamba baba waska relevezanda baba diende rebosolo vezovya ze kapasita vezanda 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 zambi bibi diende rebosolo vezovya moseta vazanda baba diende rebosolo vezovya rapa korobo santa baba kanda rebosolo vezovya masata kavazonda kibaba shoko masata kavazonda kimoda masata kavazonda mionda rapi kipaparasovya mazamba baba skavezoya katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Naamrisha yoyote aliyesimama mbele yako angushwe, 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 angushwe na kupanguliwa sasa. Natangaza kuanzia sasa malango yako yawe wazi. Natangaza barabara yako ya kazi iwe wazi kwa jina la Yesu Kristo. Kila maroho ya upinzani kazini, kila maroho ya upinzani kwenye biashara, kila maroho ya upinzani kwenye miradi yako yanavunjwa vunjwa. Hayo maroho yanayeinuka kukuzuia ili usifanikiwe kwenye huo mradi, ili usifanikiwe kazini, ili usifanikiwe kwenye biashara, hayo maroho yanavunjwa, hayo maroho yanavunjwa, hayo maroho yanavunjwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila upinzani kwenye biashara unasambaratishwa kwa jina la Yesu. Kila upinzani kazini unaangushwa kwa jina la Yesu. Kila upinzani kwenye miradi yako unasambaratishwa kwa jina la Yesu. Rekesate vazonda bahanda relevezando kibababababaska yanto babadiande rebosolo vezovya rapi kipasuva pasuva zambi bibi yande rebosolo vezovya masata kavazonda kibabashoko releveke pasovya mazando kibaoda zando kibababababababaska yanta babadiande rebosolo vezovya masata kavazonda babadia masata kavazonda kimonda masata vavavavavavazanda relevezando kibababababushka vezoya moseta vazanda babadiande rebosolo vezovya. Katika jina la Yesu Kristo nimewasambaratisha watu wote waliokuwa wamesimama kinyume na biashara yako, nimewang'oa na kuwasambaratisha, hawatasimama mbele yako. Nimetangaza tangazo la kinabii kuanzia sasa, biashara yako itaendelea mbele, kazini kwako itaendelea mbele, miradi yako itaendelea mbele, na hayo malango nimeyafungua kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mlango utafungwa tena. Malango hayo nimeyafungua sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nimefungua hayo malango, yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana, hayatafungwa usiku. Na kuanzia sasa utajiri wa mataifa utakuwasilia mchana na usiku, utakutana na huo utajiri wa mataifa katika jina la Yesu. Wewe ambaye ulikuwa una kazi, natangaza kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mbele, malango yako ya kazi yafunguke sasa kwa ghafla. Nimeamrisha hilo lango la kazi lifunguke kwa jina la Yesu Kristo na ukapate kazi. Na wewe ambaye umekaa kazini kwa muda mrefu hujapata promotion, ninaamrisha huo mlango wa promotion ufunguke kabisa na upate ongezeko la mshahara. Karab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 a zavya zambi bibi yandere bosolo vezovya rapeke sate vezonda babadia zamba babababa yandere bosolo vezovya maseta vezonda kimoda rapia sota bababababa zavya zamba bababababa ushka vezoya yes atakava yandara bosia ro
ropo popo poko robo sanda rabosia ropo korobo sendi ni bakara basali vizavya rali vizanda babakanda rabosure vizovya masata kavazonda manto babadia ndereba solo vezovya reke zovezonda zamba babaska baboshe vezonda rabasale vezovya rapakaseta vazonda kibabashoko ralivizando kimamudu barabasali viazo yanto babadia ndereba solo vezovya moska paralasavya mazamba babababoska rapapapapapa sevazonda ropopopopopo saka babababoska ropokoseva lahanda rabasalia relivizanda babadia ndereba solo vezovya moseta kavazanda babadia, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, hayo malango yakafunguke kuanzia sasa. Nimetangaza, nimefungua hayo malango katika jina la Yesu. Malango ya fursa yakakufungukie, malango ya kibali yakakufungukie, malango ya baraka yakakufungukie, malango ya fedha yakakufungukie. Na milango ya fedha nimeitangazia kwa jina la Yesu. Enyi malango ya fedha katika ulimwengu wa roho, mliokuwa mmefunga kwa ajili ya huyu msikilizaji anayenisikiliza mahali ulimwenguni kokote, Baba, nimemtangazia kwa jina la Yesu Kristo apate mpenyo wa kifedha, apate mpenyo wa kifedha kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo nimetangaza kwa neno la Bwana kwamba utapata mpenyo wa kifedha katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Wewe unayenisikiliza na kunifuatilia, pokea neno la kinabii kwamba kuanzia leo Mungu amebadilisha maisha ya kwako. Milango yako imefunguka, utakutana na fursa za ajabu, utakutana na fedha za ajabu. Mafuriko ya fedha yanaenda kuachiliwa kwenye maisha ya kwako katika jina la Yesu Kristo. Hautakuwa kama ulivyo, maana Mungu wa mbinguni amekwisha kufungua malango yake, na wewe malango yako yamekuwa wazi. Kuanzia sasa utaanza kuona fursa za kiuchumi, kuanzia sasa utaanza kuona fursa za kipesa katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipokuwa ninafanya maombi, nimeona kabisa kwenye ulimwengu wa roho kuna milango ilikuwa inafunguka. Kwa hiyo ninataka nikupe habari njema kwamba kuna milango ya watu imefunguliwa. Mungu anapokubariki, moja ya kitu ambacho ninataka nikwambie kama onyo na tahadhari, usije ukaingia tena kwenye mtego huu wa milango yako kufunga. Hakikisha Mungu anapokubariki unaujenga ufalme wake. Mungu anapokubariki usimsahau Bwana Mungu wako. Endelea kudumisha mahusiano yako na Mungu. Kama Mungu akikufungulia milango ya uchumi, usimwache. Muhusishe yeye Mungu katika kila hatua ya maisha yako, lakini usimwache anapokufungulia, kwa sababu kuna watu wengi wataenda kufanikiwa, ninaona, na watafika mahali watamsahau Mungu. Na ukimsahau Mungu, nataka nikwambie utarudi kule Misri. Mungu aliyekufungulia mlango usimsahau. Mkumbuke huyo Bwana Mungu wako aliyekufungulia mlango, aliyekutoa Misri ya kiuchumi na akakupeleka kwenye Kanani ya kwako. Nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba, ya kuombea sadaka zako. Ni muhimu tukapata nafasi ya kuombea sadaka zako. Simamisha sadaka yako kama agano. Mwambie Mungu kupitia maombi haya na sadaka hii niliyosimamisha, ikasimame kama agano kati ya mimi na wewe, kwamba mimi nimefanikiwa na mimi milango yangu imefunguliwa. Tamka hayo maneno kwamba nimefanikiwa na milango yangu imefunguka, na kuanzia leo utaanza kuona neema ya Mungu. Na kama hauna sadaka, usipate shida. Mimi ninajua kwamba unayo sadaka, unaweza kuitoa mbele za Mungu. Sadaka ya kwanza ni moyo wako. Mungu anapendezwa na moyo wako. Lakini pili, hakikisha unashare ujumbe kwenye magrupu mbalimbali. Share ujumbe, subscribe kama huja subscribe, share kwa watu, wahimize wasikilize, wahimize wa share kwa watu wengine, wahimize wa subscribe hao watu. Na nataka nikwambie, unaposikiliza na kushare na kusubscribe mara kwa mara, kuna vitu vitafunguka katika maisha ya kwako. Kuna vitu Mungu atakufungulia, kwa sababu hii ni sadaka ambayo umeitoa ili iguse maisha ya watu wengine. Kwa hiyo kuna vitu vyako vitakufungukia, kuna milango yako itakufungukia. Kwa hiyo usiache kutoa sadaka ya kushare hiyo linki kwa watu mbalimbali. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, pokea sadaka za watoto wako ambazo wamezitoa. Zikumbuke hizi sadaka Mungu Mwenyezi, uzikubali na uzitakabali kutoka kwenye madhabahu yako ya mbinguni. Damu yako ya kiagano, Mungu Mwenyezi, hiyo damu ya Yesu inayenena mema kinyume na mabaya yote, hiyo damu ya Yesu ikanene mema. Sadaka hii ambayo Mungu watoto wako wameisimamisha, nimetangaza katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, tangu sasa na hata milele, milango yao kwamba Bwana, hiyo milango imefunguliwa katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Milango yao ya uchumi iliyokuwa imefungwa, milango ya ajira na kazi iliyokuwa imefungwa, Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu, hiyo milango nimeitangazia sasa imefunguliwa kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Malango hayo yamekuwa wazi kuanzia sasa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika damu ya Yesu. Mungu wa utukufu, mbariki huyu anayetoa sadaka yake, mbariki na huyu anayeshare linki yake mahali.
Mungu wabariki watu hawa wote wanaotoa sadaka zao za fedha na wale wanaotoa sadaka ya linki kuishia mahali kwa marafiki zao na kwa ndugu zao. Mungu kila anayesikiliza maombi haya akafunguliwe, na anapofunguliwa, fungua na maisha na milango ya uchumi ya huyu ambaye ametumia hiyo linki, Bwana, katika jina la Yesu. Na Mungu, kuanzia sasa nimetangaza kwa mamlaka ulionipa, neno lako linasema kinachofunguliwa duniani na mbinguni kimefunguliwa. Nami kwa mamlaka ulionipa nimefungua hayo malango, na wala hapana atakaweza kuyafunga tena, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ninashukuru kwa sadaka yako ambao wewe unayeitoa, na kushukuru kwa ajili na wewe umetumia sadaka yako ya kushare linki kwa watu mbalimbali. Mungu wa mbinguni akukumbuke katika ufalme wake. Ubarikiwe sana. Tutaonana tena kwa wakati mwingine. Usiache kulike, kushare na kusubscribe chaneli hii. Fanya hivyo na Mungu wa mbinguni akubariki na akuinue. Asante.